Na muhaligani mtazamaji wa Tumaini Television popote pale ulipo, ikiwa ni Novemba 24 ya mwaka 2025. Karibu sana ndani ya Tumaini Habari tuweze kuziangazia taarifa mbalimbali ambazo tumekuandalia kwa siku nzima ya leo, ikiwepo ni pamoja na washtakiwa 76 wa kesi ya uhaini Ilemela waachiwa huru. Askofu Msonganzila asema viongozi toeni huduma bila kujikweza. Papa Leo wa 14 atoa wito wa kuachiliwa kwa mateka nchini Nigeria na Kameruni. Na kunako katika michezo na burudani, chama cha soka wilaya ya Geita GEDEFA wakimeendelea na harakati za ligi ya wilaya. Jina langu ni Innocent John. Karibu sasa tuanze Tumaini Habari mpaka pale tamati yake. Washtakiwa 76 kati ya 83 wa kesi za uhaini leo wameachiliwa huru na mahakama ya wilaya Ilemela mkoani Mwanza baada ya mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP kudai hana nia ya kuendelea na mashtaka dhidi ya washtakiwa hao. Mabele Makubi amefuatilia kwa kina na hii hapa ni ripoti yake. Wakili wa serikali mwandamizi wilaya Ilemela Safi Kashindi Amani mbele ya hakimu mkazi mkuu wa mahakama hiyo Stella Kiyama amesema washtakiwa 4 katika kesi namba 26641 mkwaju ya mwaka 2025 yenye washtakiwa 61 wataendelea kusalia mahabusu hadi Desemba mosi mwaka huu kuendelea na mashtaka yanayowakabili. Aidha, washtakiwa wengine 19 kati ya 22 wa kesi ya uhaini namba 26565 mkwaju ya mwaka 2025 nao wameachiwa huru na hakimu mkazi mkuu wa mahakama ya wilaya hiyo Christian Mwalimu baada ya wakili wa serikali mwandamizi Mwanahawa Changale kuondolea mashtaka. Kifungu cha 92 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya 20 marekebisho ya sheria ya mwaka 2023 kinampa uwezo mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP kumfutia mashtaka mshtakiwa yeyote makosa yake. Washtakiwa 7 miongoni mwa hao 83 wamerejeshwa rumande katika gereza kuu la Butimba. Baadhi ya ndugu wa washtakiwa wanaoendelea na kesi ya uhaini nje ya mahakama hiyo iliyopo kwenye jengo la kituo jumuishi cha utoaji haki Buswelu wilayani Ilemela walikuwa na maombi maalum kwa serikali. Ningeomba Mheshimiwa Rais na wale ambao wamebaki hawajaachiwa, ningeomba na penyewe atende huruma kama alivyotenda leo. Lakini watoto wangu hawajaachiwa, vijana wangu wawili hawajaachiwa. Ambaye Speaks Mombe kina Tobadi Sylvester. Sasa nashangaa kwa nini wachoma watu 57 wengine wabakia. Sasa nao kwa kuwa ni mamlaka basi nashukuru. Najua tani moja watoto wataachiwa bibi. Huku wengine ambao ndugu zao wameachiliwa huru wakishukuru kwa uamuzi huo. Nashukuru sana Mungu, mtoto wa kaka yangu ameachiwa. Ni kitu kikubwa sana, nashukuru mno. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais, tunampa pongezi sana kwa hicho alichokifanya. Ametambua umuhimu wa Tanzania, tunasema asante, Mungu ambariki. Niliona kabisa anaweza labda akafungwa na kweli akuwa hana hatia. Kwa hiyo namshukuru Mama Samia amsaidia, ametoka. Tunashukuru sana. Tunawaomba sana hao watoto wetu walioachiwa wasijihusishe sana kujishughulisha na mambo ya maandamano. Na waliobaki tunaomba wakaachiwe, wasamehewe. Jopo la mawakili 9 wa kujitegemea mkoani Mwanza ndio waliobeba dhamana ya kuwatetea washtakiwa hao tangu kesi hiyo ilipoanza kutajwa kwa mara ya kwanza mapema mwezi huu. Na kwa upande wetu, upande wa utetezi, hao 4 tunaendelea nao kwa ajili ya kuwatetea, kuangalia haki zao zinapatikana katika misingi ipi. Lakini pia kwa upande wa kesi iliyoko kwa Mheshimiwa Mwalimu, wameondolewa, walikuwa washtakiwa 22, wameondolewa mashtaka watu 19, watu 3 wamebakizwa wakiwa wanaendelea na mashtaka. Kwa hiyo katika hilo lote tunasema kwamba ni juhudi ambazo tunaona kwamba upande wa utetezi na upande wa Tanganyika Law Society na upande wa mawakili wa utetezi wote wamefanya juhudi katika kutambua na kuweza kusimama vyema katika kuwakilisha watuhumiwa wote kwa pamoja. Kila mtuhumiwa ana haki yake ya msingi katika kutetewa na kuweza kuwakilishwa anapokuwa na mashtaka hayo. Tumeiomba pia mahakama itoe maelekezo kwa wenzetu kwamba wale watu ambao pengine walikamatwa wakiwa na vitu vyao ikiwemo pesa na simu waweze kurudishiwa, na mahakama imetoa maelekezo kwamba watakuja mahakamani, kila mmoja atapewa nyaraka inayoonyesha kwamba akapewe vitu vyake alivyokuwa ameviacha wakiwa polisi. Kwa hiyo rai yangu kwa
hawa watu walioachiwa wote wafike mahakamani hapa waweze kuchukua nyaraka ya kimahakama inayowapa ruhusa ya kwenda kuchukua vitu vyao walivyoviacha kule kituo cha polisi au mahabusu walikokuwa. Kundi la 3 la washtakiwa 26 wa kesi hizo za uhaini litafikishwa katika mahakama ya wilaya Ilemela Jumanne Novemba 25 mwaka huu. Kutoka hapa jijini Mwanza, mimi ni Mabere Makubi, Tumaini Habari. Asante sana Mabere Makubi kwa taarifa hiyo. Askofu wa Jimbo Katoliki la Msoma Mhashamu Michael Msonganzila amewakumbusha viongozi wote wanaochaguliwa kuanzia ngazi ya jumuiya hadi parokia kuwa uongozi ni huduma na wala sio nafasi ya kujikweza kutokana na madaraka wanayokuwa wamepewa kuwaongoza wengine. Taarifa yake Veronica Modesti ina undani wa taarifa hiyo. Askofu Msonganzila amesema kila mtu ni kiongozi, hivyo mna kila sababu ya kuwaheshimu waliowapa dhamana ya kuwaongoza. Sio uongozi wa madaraka ya kujikweza na kujitapa, ni huduma. Toeni maisha yenu kwa ajili ya waamini hawa wote, tangu jumuiya ndogo ndogo mpaka ngazi ya parokia. Viongozi wa jumuiya ndogo ndogo ndilo kanisa, huko mliko ndilo kanisa. Kuhusu baadhi ya waamini kushindwa kupata baadhi ya sakramenti kutokana na gharama kubwa, askofu huyo akatoa maagizo. Mara ngapi watu wanakwepa jumuiya ndogo ndogo na kukimbilia moja kwa moja? Tena ikiwezekana baba paroko, Mungu akibariki, hata ndoa tufungie kwenye jumuiya ndogo ndogo. Wako watu wanashindwa kufunga ndoa kwenye jumuiya ndogo ndogo kwa sababu anasema, yani wanashindwa kuja kufunga hapa kanisani. Anasema mimi sina nguvu ya kukodi gari. Padri Konstantini Changwe ni paroko wa parokia Kristo Mfalme Rwamlimi, akaeleza maana ya kufunga mwaka wa kanisa. Dominika ya kwanza Majilio ni mwaka mpya unaanza. Tuna bahati na baraka kubwa, tuko na baba yetu, baba wa jimbo letu, baba Askofu Michael Msonganzila kutupa hiyo baraka ya mwaka mpya. Mwenyekiti wa parokia hiyo Renatus Makweiga anamshukuru Mhashamu Baba Askofu kwa kufika katika parokia hiyo. Nimshukuru Mhashamu Baba Askofu pamoja na majukumu mengi alionayo ya kijimbo kwa kukubali mwaliko wetu na kuja kujumuika nasi katika sherehe hii kubwa ya Kristo Mfalme ya kukamilisha mwaka wa kiliturujia. Sherehe ya Kristo Mfalme kijimbo imefanyika katika parokia Kristo Mfalme Rwamlimi, ambapo ni somo wa siku hiyo. Kutoka katika parokia Kristo Mfalme Jimbo Katoliki la Musoma, mimi ni Veronica Modesti wa Tumaini Habari. Ni taarifa yake Veronica Modesti, ambapo moja kwa moja inanipeleka mkoani Arusha. Wataalamu wa kilimo kutoka Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu kwa kushirikiana na wadau wa kilimo wamekamilisha ujenzi wa vituo vya kukusanya mabaki na vifungashio vya viuatilifu na kuvikabidhi kwa wakulima wa wilaya Simanjiro ili kudhibiti utupaji holela wa mabaki yenye viambata vya sumu vinavyotajwa kuathiri mazingira ya afya za binadamu. Na hii hapa ni taarifa zaidi. Katika makabidhiano yaliyofanyika kwenye kijiji cha Londoto, kwa niaba ya wakulima, kaimu mwenyekiti wa kijiji Angelina Daudi anaeleza walivyopokea mpango huo. Tunaahidi tutashirikiana pamoja na wananchi pamoja na serikali kutunza mradi huu na kuhamasisha wananchi ili waweze kufanya huduma hii ambayo tumeletewa. Tulikuwa tunaomba kama inawezekana tusaidie tena mradi kama huu mwingine, tuweke maeneo yale ya Londoto kwa ajili ya huduma. Akipokea hifadhi hizo kwa niaba ya serikali, afisa mtendaji wa kata ya Msitu wa Temboni Selemani Mbacha anasema serikali inatambua juhudi za wadau hao. Na mara nyingi tunavyoondoa magogo kule utakuta hayo makopo yamejaa sana. Kwa hiyo yawezekana sisi ni sehemu ya wale wanaotupa vibaya haya makopo bila kujua kwamba kuna madhara. Sasa kwa kuwa elimu tumeshapewa na tumeshaelewa nini cha kufanya, basi hivi vibanda tuvitumie kikamilifu. Wataalam kutoka TPHPA, shirika la maendeleo la Ujerumani GIZ, pamoja na wadau wa kilimo Ricorto wanaainisha lengo la kampeni hiyo. Lengo la kutengeneza hivi vibanda
kwa wanakijiji wa msitu wa tembo ni kwa ajili ya kuzuia yale madhara ya hivi viuatilifu visitokee kwa mtumiaji. Kwa hiyo ndio maana tumeleta hii huduma ya vibanda. Wito kwa wananchi ni kujitahidi kuvitunza hivi vibanda na kuendelea kuvisimamia na kufuata yale maelekezo ambayo tumewapa. Makopo nakumbuka nilipokuja mara ya kwanza huku msitu wa tembo nilipata shida sana nilikuwa nayaona. Maana mafuriko yakija yote yalikuwa yanasomba yanapelekwa. Kwa hiyo na maana kila samaki ambaye amekula sumu unalo. Changamoto ambayo ilikuwa imeonekana ni namna gani haya mabaki ya sumu hizi viuatilifu yanaweza kuwa sehemu salama ili yasichafue mazingira na hata vyanzo vya maji. Taarifa kutoka Simanjiro, Manyara, imesomwa nami Selina Matuja, Tumaini Habari. Mkoani Njombe, wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Njombe imewatoa hofu wananchi na watumiaji wa barabara ya Itoni Lusitu inayojengwa kwa kiwango cha zege yenye urefu wa kilomita 50 kuwa itafanya kazi usiku na mchana ili kurejesha mawasiliano yaliyoharibika kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya barabara hiyo. Prosper Mfugare na taarifa zaidi. Meneja wa TANROADS mkoa wa Njombe Ruthi Sharua akizungumza wakati wa kusimamia kazi ya kusawazisha barabara hiyo iweze kupitika wakati wote katika eneo la Uwemba, amesema juhudi za kurejesha mawasiliano zinaendelea usiku na mchana. Lakini tatizo hili baada ya sisi kufika na kulifanyia uchunguzi, tuliona ni maeneo yapi tuweze kuyafanyia kazi kwa kushirikiana na mkandarasi, na mkandarasi anaendelea. Kama tunavyoona leo, hakuna gari hata moja ambayo imekwama. Magari yote yametolewa. Akizungumzia kuhusu mkandarasi wa kampuni ya China Civil Engineering Construction Corporation ambaye tayari ameshalipwa zaidi ya shilingi bilioni 21.5 kuendelea na kazi ya ujenzi wa barabara hiyo, mhandisi Sharua amesema ni kweli mvua zimenyesha tarehe 17 na 18. Mvua zimeendelea kunyesha maeneo haya na mkoa wetu wa Njombe. Kumetokea changamoto ambayo imesababisha magari baadhi ya maeneo kukwama. Kwa upande wao, baadhi ya madereva wa marori ya kubeba mizigo pamoja na wafanyabiashara wanaosafirisha mizigo wamekuwa na haya kusema juu ya athari wanazozipata za barabara hiyo kutokana na magari kukwama. Tunasika sasa sababu tunakaa bila kazi, sio kazi tena hapa, tumepaki magari, hatufanyi kazi. Kwa tunasirika sana. Nimeanza safari jana jioni manake. Mpaka sasa hivi ni ni usiku wa pili tunauanza, sijafika. Kwa maana hii tumekwama sehemu ya kwanza, ndo hapa sehemu nyingine mnatukuta nimekwama tena. Maana na bado hatujui tunatoka muda gani hapa na tutakuamliwa na kitu gani, hatujajua mpaka sasa hivi. Kwa nne leo na barabara ndio kama hivyo unavyoiona, mvua ikinyesha hapa haendeki tena. Kwa sasa hivi toka tumefika hapa zimepita sehemu zaidi ya 4 za mbao. Ndio zimeshuka hivi na hapa ndo tunasikilizia kama zimetoboa, na mtu yule ndo tumuulize yuko na nini Njombe baba. Kiziona na sindo tupo. Barabara ya Itoni Lusitu yenye kilomita 50 imekuwa na changamoto ya kupitika kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha, ambapo imekuwa na umuhimu wa kiuchumi kwa kubeba mazao kutoka maeneo mbalimbali ikiwemo wilaya ya Ludewa. Prosper Mfugale, Tumaini TV Habari, Njombe. Asante sana Prosper kwa taarifa hiyo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ametoa siku 10 kwa watendaji wa taasisi zinazohusika na usafiri wa mwendo kasi Dar es Salaam wakae na kuainisha maeneo ya kufanywa kazi haraka ili kurejesha usafiri huo. Ni lazima tuanze kujenga utaratibu wa kuheshimu sekta binafsi. Ndio maana serikali inajenga nguvu ya sekta binafsi kuanzia kwa wakandarasi wazawa, wafanya biashara, mifuko mbalimbali ya kusaidia vijana. Na mwaka huu Mheshimiwa Rais ameunda wizara inayoshughulikia masuala ya vijana. Lazima tujenge utamaduni wa kuheshimu sekta binafsi. Shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP limewataka Watanzania kuenzi na kulinda rasilimali za taifa, ikiwa ni jitihada za kumwenzi muasisi wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika uhifadhi wa mali kale. Ni katika uzinduzi wa wiki ya Serengeti Safari Marathoni katika kijiji cha Mwitongo wilayani Butiama mkoani Mara. Mkuu wa kitengo cha mawasiliano na ushirikiano wa shirika la mpango wa maendeleo ya Umoja wa Mataifa UNDP Swachi Wamuza
ametoa kauli hiyo na kuwataka Watanzania kuenzi vivutio vilivyopo katika maeneo yao. Na kisiwa kingine hapo tumekiona ni kisiwa kina ndege tu. Yaani ndege ni wazuri, mimi hata sijawahi kuwaona, lakini yani wanavutia. Kwa nini sasa watu wasipate kujua hiyo historia? Wakati watu wengine pia walikuwa hawajui hiyo historia, kama kuna hiyo kisiwa kina ndege tu. Na wako watu wachache ambao ndo wanalinda wale ndege pale, wanajamii. Tukapata hiyo historia tukajua. Kwa hiyo nchi yetu ina vivutio vingi ambavyo tunatakiwa tuviongelee, watu waweze kuvijua. Ili mtu akija Serengeti basi ajue kwamba kuna hivi visiwa, na huku Mwanza kuna vitu vingi, lakini huku Bunda pia kuna vitu vingi. Akitoa taarifa juu ya uzinduzi wa wiki ya Serengeti Safari Marathon, mratibu wa shughuli hiyo John Tem na baadhi ya wadau wanasema wiki hiyo imewezesha kuongeza uelewa wa utalii nchini. Kauli mbiu yetu mwaka huu inasema Tourism Connects, utalii unaounganisha. Malengo makuu ya utalii huu unaounganisha ni kuona ni namna gani jamii, wawekezaji au wafanyabiashara pamoja na serikali yetu wote kwa pamoja wanaweza kunufaika na ule mnyororo mzima wa thamani wa utalii. Mazingira yake kwa ujumla wake kama mnavyoona, hakuna mahali ambapo yameharibiwa. Ukiona mawe yamekaa jinsi yalivyo, ukiona miti imekaa jinsi ilivyo. Nadhani kilichobaki sisi kuendelea tu kutunza mazingira yaendelee kubaki kuwa salama. Mwalimu kwa kweli alikuwa kielelezo kizuri sana. Tuna msitu wetu pale unaitwa Muhunda. Huo msitu kwa mila zetu na desturi ya wakati mti mle ndani, lakini lengo kubwa ni kulinda mazingira. Serengeti Marathon zina uhusiano wa moja kwa moja na shughuli ambazo baba wa taifa alikuwa akizifanya. Kwa na shughuli zingine za baba wa taifa ambazo alizifanya, ina maana kwamba historia yake imehifadhiwa katika makumbusho yaliyoko hapa Butiama, makumbusho ya Mwalimu Nyerere. Lakini pia ukifika Dar es Salaam, ukifika Azimio la Arusha, utaona shughuli mbalimbali ambazo baba wa taifa amezifanya. Akizindua shughuli hiyo, mkuu wa wilaya ya Butiama Tekla Mkuchika anawaasa Tanzania kurejea katika misingi ya baba wa taifa kuhifadhi rasilimali zilizopo nchini. Swala la amani ni swala la msingi. Tuendelee kuendeleza amani yetu na mshikamano wetu kama ambavyo tumezoea, na kuendelea kumsihi na kumwasi na kuendelea kumwenzi baba wa taifa hili hayati Julius Kambarage Nyerere. Ndio furaha inayotuletea faraja na kukuza undugu wetu. Tukutane Ndabaka tarehe 29 Novemba Jumamosi. Serengeti Safari Marathon ni moja kati ya taasisi zinazohamasisha utalii na uhifadhi kwa njia ya mbio, makongamano na upandaji wa miti kwa ajili ya uhifadhi wa mazingira. Maelfu ya wageni wamiminika Nanning huko China mwezi huu, huku mashamba ya Bougainville kwenye mlima wa Guangxi yakichuana kikamilifu na kubadilisha eneo hilo kuwa moja ya vivutio vya msimu vinavyovutia zaidi katika eneo hilo. Na hii hapa ni simulizi kutoka kwa mwandishi wetu. Picha zinaonyesha wageni wakitembea kwenye njia nyembamba zilizopambwa na makundi ya rangi nyekundu, waridi, nyeupe na aina adimu za Bougainvillea za rangi za chungwa. Yakiwa na ukubwa wa takriban hekta 22, mashamba ya Bougainvillea yana mimea takriban 150,000 na zaidi ya aina 300 na kuunda nchi ya ajabu kama ndoto ambayo inavutia wageni kutoka kote nchini. Baada ya kufika Nanning, nilivutiwa sana na mandhari hii nzuri. Hatujawahi kuona bahari kubwa ya maua hapo awali. Uzuri wa Nanning pia ni kitu ambacho sisi watu wa Ningxia tunatamani. Msafiri kutoka Liaoning amesema mandhari ya Nanning pamoja na milima yake mizuri, maji mazuri, watu wazuri na hewa nzuri ilifanya safari hiyo kuwa ya thamani. Kulingana na waandaaji, idadi ya wageni imeongezeka kwa takribani 30% kutoka mwaka jana, kwani mashamba yameongezeka kwa kiasi kikubwa kutoka miaka iliyopita, wakitaja juhudi zilizoimarishwa za matengenezo na mifumo ya umwagiliaji kwa busara kama zinazochangia ukuaji wao. Ninatoka kaskazini. Nilitoka Liaoning. Ninahisi kwamba Nanning ina milima mizuri, maji mazuri, watu wazuri na hewa nzuri. Mandhari hapa ni nzuri sana.
Pia wameongeza vitambulisho vya mimea vyenye msimbo wa QR vinavyoweza kuchanganuliwa pamoja na uzoefu wa kitamaduni kama vile gwaride za mavazi ya kikabila na maonyesho ya muziki wa moja kwa moja, na kuwapa wageni safari rahisi ya starehe na ya kuvutia. Msimu wa maua kwa kawaida huanza katikati ya Oktoba hadi mwishoni mwa Novemba, huku kilele cha maua kikitarajiwa kuendelea hadi katikati ya mwezi Disemba. Samson Kes, Tumaini Habari. Na kwa simulizi hiyo nanipa saa kwenda mapumziko mafupi. Nikirejea hapa tunaendelea na Tumaini Habari. Nikusihi na nikuombe sana uendelee kubaki nasi. Asante kwa kuwa mtazamaji wetu wa Tumaini Television kwa kuendelea kusalia nasi na kutazama Tumaini Habari kwa siku ya leo. Na kama ndo kwanza unajiunga nasi, karibu. Mkuu wa wilaya Wete Abdalla Rashidi Ali amewataka madiwani kujenga daraja na sio ukuta kati yao na wananchi wanaowatumikia, na kusisitiza umuhimu wa viongozi kuwasikiliza wananchi, kushirikiana nao na kuwafikishia taarifa sahihi bila ubaguzi. Akizungumza na madiwani wa baraza la mji wa Wete, mkuu huyo wa wilaya ametoa maagizo 6 kwa madiwani kwa kuwataka kufanya kazi kwa weledi na kusimamia uwajibikaji na utawala bora kwa maslahi mapana ya wananchi. Mjenge madaraja na sio kuta, mpeleke faraja sio migogoro, muwe chachu wa maendeleo na sio vikwazo wa maendeleo. 6, mtoe vipaumbele kwenye masuala ya huduma za jamii, usafi wa mji, mazingira, uchumi na ustawi wa wananchi. Katika kipindi hiki chenu cha uongozi, jamii na serikali kwa ujumla inategemea kuona mabadiliko chanya katika maeneo mbalimbali, yakiwemo usimamizi madhubuti wa rasilimali za umma, utendaji uliojengwa kwenye uwazi na uwajibikaji. Mwakilishi wa afisa mdhamini Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Idara Maalum za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Salum Maulid Omar, amewataka madiwani hao kufanya kazi kwa mujibu wa sheria na kujiepusha na migongano inayoweza kudhoofisha maendeleo. Tuende kuwatumikia wananchi ambao wametuchagua, na hii itaweza kutusaidia sisi kama baraza au kama wizara kuweza kutekeleza yale majukumu yetu ambayo tumepangiwa kwa mujibu wa ilani ya chama chetu cha Mapinduzi. Mapema, mkurugenzi wa baraza la mji wa Wete, Shuwena Hamad Ali, amesema uwiano wa madiwani katika baraza hilo unawezesha kupatikana maamuzi yanayokidhi mahitaji ya wananchi. Tuna madiwani 19. Miongoni mwa madiwani 19, madiwani 10 ni madiwani ambao wametoka kwenye wadi zetu 10. Lakini pia tuna madiwani 4 ambao ni viti maalum, lakini pia tuna madiwani 5 ambao wale wa kuteuliwa na Mheshimiwa Waziri. Kwa maana hiyo tumefanya hesabu yetu ya madiwani 19. Ndani ya madiwani hao 19, madiwani 10 ni wanawake na madiwani 9 ni wanaume. Hakimu wa mahakama ya mkoa wa Kaskazini Pemba, Zuwena Mohamed Abdukadir, akizungumza kabla ya kuwaapisha madiwani hao, amewataka kwenda kuwa waadilifu katika kuwatumikia wananchi. Kiapo ni dhima kwa serikali kwamba mnakula kiapo mtaenda kufanya kazi kama ambavyo mmepangiwa, kwa uadilifu, kwa uaminifu na kutumikia jamii kwa ujumla. Pia kiapo ni dhima mbali ya serikali, lakini ni dhima kwa Mwenyezi Mungu. Tumeita kiapo, si ndio? Ina maana kiapo tunasimama mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba tunakula kiapo kwamba tunafanya kazi yetu kwa uaminifu. Katika kikao hicho, madiwani wameahidi kudumisha mshikamano miongoni mwao, kusikiliza matatizo ya wananchi na kuhakikisha kila mradi unaanza na kumalizika kwa manufaa ya jamii. Naomba Mwenyezi Mungu atujalie tufanikiwe katika jambo letu hili kubwa, na tuwe na mshikamano mzuri, tusiwe na mivutano katika shughuli yetu, tushikamane katika utendaji wa kazi za serikali na tujumuike katika kuinyanyua
Wete yetu hii. Wananchi wa wilaya Wete tutafanya yale ambayo tuliokusudiwa, lakini tutakuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba tunasimamia miradi ya maendeleo dhidi ya kutengeneza hoja katika baraza hili kwa ajili wananchi wafikiwe katika maendeleo ya kiuchumi. Aidha, madiwani hao wameahidi kuimarisha uwajibikaji na kuzingatia maslahi ya wananchi katika kila hatua ya utekelezaji wa miradi. Askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Kusini Njombe Dr. George Fihafango amewataka waumini kujitoa katika kulitunza na kuliendeleza kanisa la ili Injili iendelee kusonga mbele, na kwamba wajibu wa kanisa katika kuhudumia Wakristo waishio mijini umekuwa mkubwa kutokana na uhitaji wa huduma za kiroho. Prosper Mfugale na taarifa zaidi. Dr. Fihavango amesema hayo wakati wa uzinduzi wa usharika mpya wa Magegele jimbo la Makambako, ambapo amesisitiza kuwa kanisa halipaswi kutazamwa kwa mtazamo wa kiroho pekee, bali pia linayo nafasi ya kutunza mwili wa mtu. Sasa ninyi mkifanya vizuri tangu kwenye jumuiya huko, kila mtu atapata utunzaji. Watajua kwamba hata kumwambia mchungaji kuna mtu hapa anapotoka, kuna mtu hapa anakwenda hapa, ni rahisi ninyi. Kwa hiyo mna wajibu mkubwa sana. Kwa upande wake, msaidizi wa askofu Dayosisi ya Kusini Njombe mchungaji Dr. Johnson Gudaga amesema licha ya Tanzania kupitia katika kipindi kigumu cha machafuko, kila mmoja anapaswa kujichunguza nafsi yake na kuona kama amechangia hali hiyo kutokea. Yeremia akakwambia, ikiwa ni shetani, mtu wa Mungu ulikuwa wapi? Achana kuangalia wapi, jiangalie mwenyewe ulikaa wapi kwa nafasi yako. Awali akisoma taarifa ya usharika huo mpya, katibu mtunza hazina wa usharika wa Mji Mwema James Sanga amesema unaanza leo, unajumuisha mitaa miwili, yani mtaa wa Yerusalemu na mtaa wa Magegele, yenye idadi ya usharika katika usharika huu ni 2035, ambapo watu wazima ni 963 na watoto 1075. Kwa upande wao, baadhi ya waumini wa usharika huo wa Magegele akiwemo Musa Kaega na Rehema Mwepelwa wamesema dhamira yao ni kuhakikisha usharika huo mpya unakuwa na kanisa imara linalotoa wajibu kwa Wakristo wanaokabiliana na changamoto mbalimbali. Tunafurahi sana sisi kama Wakristo wa KKKT mtaa wa Magegele, sasa tumeshapewa usharika, tunafurahi sana. Kwa kweli kwa hapa tulipo tunatamani tupate kanisa zuri. Tunatamani tujenge kanisa zuri. Pia tuwahubirie ambao wanatoka sehemu za mbalimbali, tutanue pia, tuweke matawi ambapo watu watapata kufika na kusikiliza ibada na neno. Tumepewa usharika, tuungane tuwe kitu kimoja, vijana na sisi watu wazima, tutengeneze tuweze kujenga kanisa ambalo ni imara, ambalo lina umoja. Prosper Mfugale, Tumaini TV Habari, Njombe. Chuo cha Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA wilaya ya Ukerewe mkoani Mwanza kuanzia Januari mwakani kitaanza kudahili rasmi wanafunzi wa kozi ya ufugaji wa samaki pamoja na uchakataji wa mazao ya uvuvi, ikiwa ni jitihada za kupanua fursa za wahitimu kujiajiri katika sekta binafsi. Mabere Makubi na ripoti zaidi. Meneja wa VETA Ukerewe mhandisi Deusdedith Tishinze akizungumza wakati wa mahafali ya kwanza ya wahitimu 53 wa kozi mbalimbali chuoni hapo, amesema kozi hizo ikiwemo ya uchakataji wa mazao ya uvuvi na kilimo cha migomba kwa kuanzia zitaanza kutolewa kwa wanafunzi 20 katika mwaka wa masomo wa 2025-2026. Tunatarajia kuanzisha kozi za ufugaji wa samaki, kozi za uchakataji wa mazao kutoka ziwani na kozi ya kilimo cha bustani, kwani mpaka sasa hivi tumeanzisha shamba darasa la migomba aina ya shakala, Taliban na mzuzu kwa kupanda miche 135. Tunatarajia mwakani jamii inayozunguka chuo itafaidika na shamba darasa hilo la migomba pamoja na ukaushaji wa samaki kwa moshi salama, kwani tayari tumeshajenga tanuru na liko tayari kwa kutumika. Mkuu wa wilaya Ukerewe Christopher Ngubiagai ambaye alikuwa mgeni rasmi katika mahafali hayo ametoa rai kwa wazazi na walezi wilayani humo
kuwahamasisha vijana wao kujiunga na chuo hicho ili waweze kupata maarifa na ujuzi kutokana na serikali kuwekeza fedha nyingi kwenye ujenzi wa taasisi hiyo. Vijana hawa kupitia chuo hiki cha ufundi stadi wamepata vitu viwili kwa wakati mmoja. Wamepata taaluma ambayo kwa Kiingereza tunasema knowledge, lakini wamepata ujuzi, kwa Kiingereza tunasema skills. Wanamaliza wakiwa na elimu na wakiwa na skills, kwa maana ya elimu na ujuzi. Chuo chetu kikishawapa ujuzi vijana wetu, wanakwenda kujiajiri, wanakwenda na kuajiri wengine. Hatutegemei vijana hawa baada ya ujuzi mkubwa kuupata wakawa wanazunguka na bahasha za kaki kama wale wenzao wengine. Baadhi ya wahitimu wa chuo hicho kilichopo katika kijiji cha Muhula, kata ya Bukanda, wameahidi kutumia ujuzi walioupata kujiajiri badala ya kutegemea kuajiriwa. Tumejifunza ufundi stadi na kupata ujuzi wa fani mbalimbali kwa nadharia na vitendo kwa kutumia vifaa vya kisasa katika karakana mbalimbali hapa chuoni. Tumepata ujuzi wa stadi za maisha, life skills, ambao utatusaidia kwa kukubaliana na changamoto mbalimbali katika maisha. Kwa sasa hivi nimeshakuwa mzoefu na uwezo wa kufanya kazi, na uwezo wa kufanya kitu chochote ambacho naweza nikakibuni, tofauti na mwanzo hapo nilikuwa sina ile experience. Kwa sasa hivi na experience, naweza nikabuni kitu, naweza nika design chochote ambacho nitahitaji kwa sababu nimeshapata mafunzo haya. Naweza kudesign mwenyewe kuanzia nguo hadi kujishonea mwenyewe. Hivyo nimekuwa na uwezo mkubwa wa kushona nguo, kukata, kushona na kudesign pia mitendo ambayo siwezi kudesign. Pia nina uwezo wa kuangalia mtindo kutoka kwenye fashion, kwenye simu, kwenye mtandao, nikaweza kutengeneza mwenyewe kwa sababu sasa hivi nina uelewa wa kufanya kila kitu kuhusu ushonaji. Jumla ya wahitimu 53 wa kozi mbalimbali wametunukiwa vyeti na zawadi mbalimbali katika mahafali ya kwanza ya chuo hicho. Na sasa tuelekee huko mkoani Tanga ambapo imeelezwa kuwa zaidi ya sampuli 100,000 za udongo zitawasilishwa katika maabara za TADI, TFRA na Chuo Kikuu cha Kilimo SUA kwa ajili ya kupembua na kuainisha aina za udongo unaofaa kwa kilimo kwenye maeneo mbalimbali hapa nchini. Akitolea ufafanuzi juu ya mpango huo, Injinia Juma Mdeke, mkurugenzi wa idara ya usimamizi na mpango ya matumizi ya ardhi kutoka Wizara ya Kilimo, ambapo amesema lengo ni kuonesha ni mazao gani yanapaswa kulimwa katika ukanda gani hapa nchini. Wizara ya Kilimo imeendelea na zoezi lake la upimaji afya ya udongo nchi nzima, na sasa hivi tumeshafikia mikoa 13 ya nchi hii, na sasa hivi timu ya kupima afya udongo iko katika mkoa wa Kagera, Kigoma na Mara. Wakati zoezi hilo linapoendelea, pia wizara imeendelea na utaratibu wa kuhakikisha sampuli ambazo zinafanywa zinachukuliwa kwenye maeneo hayo zinawasilishwa katika maabara mbalimbali kwa ajili ya kufanya uchakataji. Na tunatarajia kuchukua sampuli zaidi ya 100,000 katika nchi nzima, na sampuli hizi zitawasilishwa katika maabara ambako ziko chini ya Wizara ya Kilimo, na hatimaye kwa ajili ya kusaidia katika mambo makuu 3 au 4. Jambo la kwanza ni kufahamu rutuba ya udongo katika nchi hii, lakini cha pili ni kufahamu mazao gani yatalimwa katika maeneo mbalimbali, na tatu itatusaidia kupata fertilizer recommendation, yani uwiano wa mbolea na aina ya mbolea itumike wapi kutokana na afya ya udongo. Lakini pia 4, itatusaidia kuweza kufahamu hata aina za mashine mbalimbali ambazo zinaweza kutumika kwa ajili ya kazi kwa ajili ya kilimo kwa nchi hii. Deusdedith Mbazigwa ni kaimu mkurugenzi wa utafiti na ubunifu TARI. Hapa akabainisha mafanikio ya upimaji wa udongo na namna utakavyosaidia wakulima, sambamba na umuhimu wa kupata ithibati katika maabara ya udongo kituo cha TARI Mlingano ili kuongeza ufanisi kwenye kilimo. Mfano, tutakuwa tunajua kiwango cha pH, tutakuwa tunajua kiwango cha umeme wa udongo, lakini tutajua mahitaji ya mimea kama vile phosphorus, nitrogen, mboji katika udongo, na tutakuwa tunazifanya hizo kwa kutumia protokali tofauti tofauti. Sasa tunaendelea na zoezi la kuhakikisha kwamba maabara hii inapata ithibati
kwa kutumia shirika linalotambulika kimataifa la SADCAS ambalo litakuja hapa litatukagua siku sio nyingi ili tuweze kukabidhiwa ithibati. Wizara ya Kilimo inatoa mafunzo kwa wataalamu zaidi ya 40 kutoka taasisi za utafiti wa kilimo Tanzania, TARI, TAFIRI pamoja na chuo cha kilimo SUA kwa lengo la kupata majibu ya aina moja yatakayopelekwa kwa kuwasaidia wananchi kutambua aina ya mazao yanayokubali kwenye maeneo yao. Nikiripoti kutoka Tanga ni mimi Dominic Maro, Tumaini Habari. Katika kuleta mabadiliko chanya ndani ya kanisa na jamii, wito umetolewa kwa wahitimu wa masomo ya elimu ya teolojia kupitia vyuo vya Biblia nchini kutumia maarifa wanayoyapata vyuoni kuishi kisomi, kuhubiri Injili ya kweli na kutatua changamoto za wananchi. Dorini Aroisi na taarifa zaidi. Askofu Godfrey Sehaba wa kanisa Anglikana Tanzania, Dayosisi ya Morogoro, akitoa hotuba yake kwa wahitimu wa elimu ya theolojia kwenye mahafali ya 14 ya Chuo cha Biblia Morogoro, ambapo wahitimu 86 wametunukiwa vyeti vya astashahada, stashahada na shahada ya theolojia na kudai kuwa wanapaswa kutumia elimu hiyo kuibadilisha jamii. Mabadiliko yanayozungumza ni mabadiliko yanayohusu maisha yetu wenyewe. Maishi kama watu mliosoma, mliopata elimu, lakini vile vile utendaji wenu katika kumtumikia Mungu. Atutegemee kwamba mtarudi kama mlivyoanza, mlikokwenda masomoni. Mtarudi tofauti mkiwa mmeelimika. Tutawasikia katika mahubiri yenu. Tutawaona katika kutatua changamoto zinazohusu jamii. Mkuu wa chuo hicho cha Biblia Morogoro, Kasisi Kanoni Samuel Maduma, amesema licha ya elimu bora inayotolewa chuoni hapo, wanapewa maarifa ya kuona rasilimali zilizopo kwenye jamii, hasa kujitegemea bila msaada wowote. Tunawafundisha kuona rasilimali zilizopo karibu nao kama vile ardhi, maarifa katika jamii, vipaji na nguvu kazi kama zawadi kutoka kwa Mungu zinazoweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha yao. Mafunzo haya yanawasisitiza wanafunzi wetu kujenga mtazamo wa kujitegemea badala ya kutegemea misaada. Je, ni nini maoni ya wahitimu na Wakristo juu ya elimu walioipata hasa katika kumtumikia Mungu? Mimi kama mtumishi wa Mungu ambaye nimehitimu leo, ninahakikisha nitahubiri habari za Kristo za kweli. Kufanya kazi, nitakuwa mkulima, nitakuwa mfanyabiashara. Wakati mwingine umaskini ni mzigo ambao mtu akiwa nao basi anaweza akawa haelewi kwamba apite wapi, na anakotoka hataelewa na anakofika anakuwa kama bendera. Tunaona jamii siku hizi watu wengi wamekosa kuwa na elimu hii ya theolojia. Wengi wanakurupuka na kuanzia makanisa pasipo kuzingatia maadili ya elimu ya theolojia, elimu ya Mungu. Kwa hiyo mimi niwapongeze wanachuo, wamefanya vizuri, na kanisa liendelee kusisitiza kwamba kila watumishi ambao wapo katika huduma makanisani basi wahudhurie vyuo hivi vya theolojia. Ikumbukwe kuwa Chuo cha Biblia Morogoro kimeanzisha mafunzo ya elimu ikiwemo shahada ya uzamili kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Miami International Seminary nchini Marekani. Asante Dolini kwa taarifa hiyo. Kiongozi wa Kanisa Katoliki Ulimwenguni Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatoa wito wa dhati wa kuachiliwa kwa wanafunzi na mapadri waliotekwa nyara katika siku za hivi karibuni nchini Nigeria na Kameruni. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akielezea huzuni yake kubwa kuhusu utekaji nyara wa hivi karibuni wa mapadri, wanafunzi na walimu wa Kristo nchini Nigeria na Kamerun, na kuwasihi mamlaka kuhakikisha wanapatikana. Takribani wanafunzi 315 na walimu walitekwa nyara Ijumaa katika shule ya upili ya St. Mary katika jimbo la Niger nchini Nigeria. Wiki hiyo hiyo huko Ndo, Kamerun, mapadri 6 wa Katoliki kutoka jimbo kuu la Bamenda walitekwa nyara. Zaidi ya hayo, katika manispaa ya Jakiri katika tarafa ya karibu ya Bui, mchungaji wa Kibaptisti alitekwa nyara. Akizungumza baada ya ibada ya misa takatifu katika uwanja wa Mtakatifu Petro, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amesema amepokea kwa huzuni kubwa habari za utekaji nyara wa mapadri, waamini na wanafunzi nchini Nigeria na Kamerun.
Mwishowe, Baba Mtakatifu amemwalika kila mtu kuomba kwamba shule za makanisa zisiwe sababu ya vurugu na kuwaombea ndugu kwamba makanisa na shule ziweze kuwa mahali pa usalama na matumaini kila wakati na kila mahali. Pia Baba Mtakatifu Leo wa 14 amezungumzia safari yake ijayo ya kitume huko Uturuki na Lebanon ambayo anatarajia kuianza Novemba 27 kama sehemu ya sherehe za maadhimisho ya miaka 1700 ya Baraza la Nisea. Sister Salvina Makonde, Tumaini Habari. Taarifa hiyo inanipa wasaa kwenye mapumziko mafupi, nikirejea hapa kwa wasaa habari za biashara na uchumi. Pilika za maisha ni nyingi sana. Katika pilika hizi zinaweza kupelekea kukataliwa, kudhurumiwa ama kushindwa. Pengine madeni, vikoba, kausha damu, haya yote yanaweza kusababisha wewe ukakata tamaa ya maisha na pengine kudhurumu nafsi yako. Haya yote yana suluhisho lake. Tazama kipindi cha Maisha Kliniki kila ifikapo saa 3:30 usiku na marudio yake siku ya Alhamisi saa 3:30 asubuhi. Kutana na wataalamu mbalimbali ambao watakupa suluhisho la changamoto zako. Karibu maishani. Inuka, simama imara tena, endelea na safari. Tuanzie huko mkoani Morogoro katika upande wa habari za biashara na uchumi, mtazamaji wetu wa Tumaini Habari, ambapo Watanzania wamehimizwa kutumia fursa zilizopo kwenye soko la biashara la Afrika ifikapo 2030 lenye fursa ya watu takriban bilioni 1.4, hatua itakayowawezesha wafanyabiashara na wajasiriamali kuboresha na kukuza uchumi wao na taifa kwa ujumla. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Merina Robert inasomwa hapa studioni. Akizungumza kwenye maonesho ya kwanza ya biashara mkoa wa Morogoro, mtendaji mkuu wa chemba ya wafanyabiashara, viwanda na kilimo Oscar Kisanga amesema kwa sasa mchakato wa kuanza kwa soko hilo unaendelea vizuri, hivyo Watanzania wanapaswa kujiandaa kwa kuzalisha bidhaa bora. Yaani yule bwana ambaye anatengeneza viatu pale, akichukua viatu vyake kaenda kuuza kwenye soko labda la Ethiopia, Kameruni, Burkina Faso, Nigeria na kadhalika, atauza kwa zero tarifu. Maana yake ile product akiipeleka kule, itakapofika mwaka 2030 atachajiwa kodi yoyote kupeleka katika soko hili. Kwa upande wake mwenyekiti wa TCCIA mkoa wa Morogoro, Mwadhini Mianza, amesema maonesho haya biashara yaliyoandaliwa na serikali ya mkoa ni utekelezaji wa dira 2050. Ni wazi kabisa kwamba watekelezaji wa dira hii sisi na tunatakiwa tuonyeshe ni benchmark zipi ambazo zinaweza zikatupeleka salama na kufikia 2050 kwa kukuza uchumi wa nchi. Kwa upande wao, taasisi zilizoshiriki maonesho hayo ukiwemo Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF, afisa matekelezo wa mfuko huo Merma Kabaiza, pamoja na afisa mwandamizi elimu na mawasiliano mamlaka mapato nchini Tanzania TRA mkoa wa Morogoro Immaculate Chengo, na afisa mtendaji mamlaka ya uwekezaji wa maeneo maalumu ya uchumi TISEZA Athmani Mkayandika, wakaelezea sababu za taasisi zao kushiriki maonesho hayo. Na hiyo yote ni kuhakikisha wajasiriamali, wafanyabiashara wanaingia na wao kwenye mpango wa mifuko ya hifadhi ya jamii ili waweze na wao kuwa wanufaika. Tuko hapa kushirikiana na wadau wote ambao wako kwenye haya maonyesho ili kuweza kueleza sisi habari zetu za kodi na namna gani tunashirikiana na wadau wetu kulipa kodi kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Kwa hiyo mwekezaji, hivi vitu ambavyo nimevitaja pamoja na furniture pia, kama itakiwa alipe ushuru wa forodha 100%, analipa 25%. Kwa hiyo 75% tayari ameshasamehewa. Mkuu wa wilaya ya Morogoro Musa Kilakala akifungua maonesho hayo akasisitiza kuendelea kudumisha amani na utulivu, kwani bila amani na utulivu taifa haliwezi kuwa na maendeleo.
Niwaombe sana wana Tanzania, wananchi wa Morogoro na wafanya biashara wote, tuendelee kuilinda amani ya nchi yetu. Maendeleo haya na mafanikio yetu yatakuja endapo taifa letu na mikoa yetu itaendelea kuwa na amani. Maonesho hayo ya biashara mkoa wa Morogoro yameshirikisha wafanyabiashara, wenye viwanda na kilimo kutoka ndani na nje ya nchi, ambayo yanatarajiwa kuhitimishwa Novemba 30 mwaka huu. Asante Merina Robert kwa kutuandalia taarifa hiyo na kusoma hapa studio. Na mara hii sasa tupate taarifa za ubadilishwaji wa fedha za kigeni dhidi ya shilingi ya Tanzania kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Taarifa kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT na nipa wasaa kutamatisha upande wa habari za biashara na uchumi. Nikirejea hapa itakuwa wasaa wa habari za michezo na burudani. Jua haya yote na mengine mengi, ungana nasi katika kipindi cha Kilimo Sokoni. Karibu sasa mwanamichezo, tuweze kuyafahamu mengi ya kimichezo zaidi ambayo yamejiri katika viwanja mbalimbali vya michezo na burudani, na mwenzangu tayari ameshafika kwa ajili ya kutujuza michezo na burudani. Kuna nini huko? Naam, shukrani sana kwenye habari za michezo. Kwa mengi tuanzie na timu ya vijana ya umri chini ya miaka 15 ambako kocha wa timu ya programu ya kuendeleza vipaji vya wavulana umri chini ya miaka 15 Boniface Pawasa amesema maandalizi ya kikosi chake kuelekea mashindano ya African Schools yatakayofanyika pale nchini Uganda Disemba mwaka huu yako katika hatua nzuri kabisa, hivyo hana mashaka juu ya namna ambavyo kikosi chake kilivyo. Amesema kwamba nidhamu, ustahimilivu wa wachezaji ndio silaha kubwa inayowasababisha wao endelee kuwa bora kwa michuano hiyo ambayo anaamini kabisa lazima watafanya vizuri katika michuano hiyo. Mimi na uhakika kabisa kuanzia kwenye hatua hii ya qualification ambayo tunajielekeza mnamo tarehe 2 tunaanza safari yetu kuelekea nchini Uganda pale katika jiji la Kampala kwa maana ya qualification ya zone ya Sekafa, kutafuta timu 2 ambazo zitakuwa zinaelekea kwenye mashindano ya African Schools Africa ambayo yatafanyika mwakani March kati ya nchi ya Morocco au nchi nyingine yote imetajwa. Mimi tu kwa ujumla niseme tuna uhakika kwamba tunakwenda kukutana na upinzani mkubwa, lakini maandalizi yetu kuanzia hapa Tanga yamekwenda vizuri mpaka dakika hii tunavyozungumza. Mahani kwenye upande mzima wa taarifa yake Pawasa, kuingineko ni kwamba afisa mtendaji wa kijiji cha Kilosa Mpepo Peter Chironda ameushukuru uongozi wa TAKUKURU kwa kuleta bonanza la michezo kwa ajili ya kuelimisha jamii kuhusiana na masuala mazima ya rushwa. Chironda amesema kwamba litasaidia sana bonanza hilo kuendelea kuelimisha wananchi juu ya namna gani ya kupambana na rushwa na kuzuia rushwa, na hivyo kutasaidia maendeleo makubwa hasa kuisaidia serikali katika mapambano hayo. Wakati mwingine basi tunaweza kuteleza na vitu kama hivi. Hatuwezi kusema kwa rushwa Kilosa Mpepo haipo. Rushwa maeneo yote ipo, lakini kadri mnavyotutembelea na wananchi wanavyoona jinsi tunavyokusanyika, na nafikiri kama unavyojionea hapa wenyewe kwa wananchi wamekuja kwa wingi,
baada ya kusikia kwa taasisi yetu ya kupambana na rushwa inakuja katika eneo letu la kijiji kuendesha bonanza kama hili la kuzuia na kupambana na rushwa. Na hasa tunazungumzia katika kuzuia, tusipambane. Maana yake kupambana ni ngumu zaidi kuliko kuzuia. Faida ya pili, kwanza linatuelimisha. Ya tatu, wanatugea majifunzo kwa kweli rushwa na adui wa haki kama alisema Mwalimu Nyerere. Niweze kuwashukuru TAKUKURU kwa kuniwezesha kijana wao, na leo hii natinga uzi mpya ulioandikwa kataa rushwa. TAKUKURU wewe! Na kwingineko ni kwamba chama cha soka wilaya ya Geita kimeendelea na harakati za ligi ya wilaya ambayo sasa iko ukingoni kuingia katika hatua ya robo finali. Baada ya ligi hiyo kukamilika, chama hicho kinatarajia kuanzisha ligi maalum kabisa ya vijana yenye lengo la kuibua na kukuza vipaji kutoka kwenye vijana wa pale Geita. Na akizungumza kwa ajili ya hafla ya uzinduzi wa ofisi mpya ya chama hicho zilizopo katika soko la Mbagala mjini Geita, mwenyekiti wa chama hicho Ali Twist alisema dhamira ya chama hicho ni kuboresha maendeleo ya michezo hasa soka la vijana katika wilaya yao, huko pia akisisitiza kuhusiana na mabadiliko ya soka katika nchi ya Tanzania. Maendeleo ni mazuri na hivi sasa tuko kwenye ligi ya wilaya msimu wa 25-26 unaendelea, na Jumatatu tunaingia katika hatua ya robo finali. Kwa katika eneo moja hilo la kuhakikisha mpira wa miguu unachezwa katika wilaya yetu, tunapiga hatua kwa maana ya ligi inachezwa. Na matazamio yetu kama chama, baada ya ligi ya wilaya tunatarajia pia kuwa na ligi ya vijana. Kwa hiyo tunaamini kwa kuzifanya kazi hizi ni katika hatua mojawapo ya kupiga hatua ya kimaendeleo katika mpira wetu wilaya ya Geita. Naam, tuhitimisha katika rubaa za kimataifa ambako ripoti kutoka kwenye vyombo mbalimbali vya habari zinaeleza kwamba Jude Bellingham ni miongoni mwa nyota watano wa Real Madrid ambao hawafurahishwi na mbinu za Xabi Alonso. Na wachezaji wengine waliotajwa kwenye ripoti hizo ni Vinicius Junior, Thibaut Courtois, Federico Valverde na Eduardo Camavinga, ambao inadaiwa wanapata changamoto kutokana na uongozi wa Alonso na mahitaji yake mazoezini. Sababu zinazoorodheshwa ni pamoja na mtindo wa Alonso wa kucheza mpira kutoka nyuma, ukaguzi wa video za mechi na mbinu za mafunzo, jambo ambalo wachezaji hao hawapendezwi nalo. Hata hivyo, Alonso hajizuii kumpongeza Bellingham hadharani, akimwelezea kama mchezaji muhimu sana kwa kikosi chake na mchezaji mwenye uwezo wa kubadilisha mchezo pamoja na kubadilisha matokeo. Ni haya mambo kwenye habari za michezo kwako. Asante sana kwa mkusanyiko wa taarifa mbalimbali za michezo na burudani. Na sasa tupate utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, TMA. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhani Omari kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Mifumo ya anga inaonyesha upungufu wa mvua katika maeneo mengi hapa nchini, isipokuwa maeneo machache yale ya nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo yanazunguka ziwa Victoria kuelekea magharibi mwa nchi yetu. Na kwa siku ya leo, maeneo mengi ya nchi yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Kigoma pamoja na Katavi yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo ya mkoa wa Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na kwa upande wa upepo, tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani yote. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Kwa maeneo ya ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Na maeneo ya ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa. Na sasa tupate utabiri wa siku nne zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia mvua katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache.
Kwa mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na kwa mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mpaka kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Kutamatika kwa taarifa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania inanipa wasaa kutamatisha Tumaini Habari kwa siku ya leo. Asante kwa wewe ambaye umeketi na kutazama Tumaini Habari. Kwa niaba ya wote kutoka chumba cha habari, jina langu ni Innocent John. Uwe na usiku mwema.